nyingine njema ambayo Elohim ametupea. Ningeomba tusimame tufanye ombi kama vile 2 days tu tunafanya. Ndugu yetu ametufunza tunapoanza ibada, naenda mbele ya Bwana katika maombi. Kabidi mbele ya Bwana Elohim ili akapate kutuongoza. Twendeni mbele ya Elohim na kuomba. Great blessing, mighty and using for the glory and honor of your name. So this we pray in the name of Yeshua HaMashiach, our Lord and Savior. Amen. Let us open our Bibles. Let us read the scriptures. I want us to, nataka tusome tu mahali tulisoma last time, Jumapili iliyopita. Na tunazingatia hii funzo tu ambalo ndugu yetu ambaye Bwana amempeleka katika mission field ametuacha. Ninaposoma hata katika ujumbe wa Brother Branham, yeye amezingatia wakati anakuja kuhubiri, anarudia mahali alikuwa anaendeleza. Anarudi nyuma, anaunganisha vizuri, ndio panapata kula na kuwa na ule mtiririko wa kuelewa. Kwa hivyo ningependa tusome tunapozingatia hili funzo ambalo ndugu yetu ametuleta juu yake, ambayo ni Elohim amemwelekeza, ambayo ni vita vikuu ambavyo tunapigana, ambavyo vishawaipigana, na hizo vita ndio vita vyetu pia. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 5, na tutasoma maandiko zingine pia. Mwanzo 6 mstari wa 5 nasema hivi, nitasoma kwa Kizungu. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping things, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Elohim akapate kulibariki neno lake. Amen. Yeah, tunazingatia, tunaweza kuketi. Niseme tu kwa uchache tu, ndio natamruhusu ndugu yangu Brother Paul. Niseme ya kwamba ili funzo ambalo tumeletwa, Elohim ametuleta kwa ili funzo, wale ametuita, ametuteua, ametuita katika madhehebu, ametuita katika ulimwengu, ametuleta katika ukweli ambao ni neno lake. Tunapokumbuka kwanza mahali hili somo lilianzia, hizi vita hazikuanza tu hapa ulimwengu, na hazikuanza kwa sababu sisi tumeamini tu juzi tumekuja tukakuta kuna vita zinaendelea hapa. Kwa ufunuo tunapata kupambanua ya kwamba hizi vita zilianza mbinguni. Shetani na kikundi ya malaika ambacho waliweza kushawishi kinyume na mpangilio wa Elohim, akiwa na hayo maono yake mabaya ambao ni awe kama tu Elohim. Kwa sababu tunajua katika maandiko Lucifer ambaye ni shetani ndiye alikuwa malaika mbinguni ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa. Katika neno inasema, tunasoma ya kwamba Lucifer alikuwa anatembelea mahali pa makaa ya moto ambapo Elohim anatembelea. Kwa hivyo yeye aliona utukufu wa Elohim vile ni mzuri, na akapata kuwa na hiyo tamaa ambayo ilimpatia kuwa na kiburi ya kwamba akuwe kama Elohim, na akakusanya kikundi cha malaika ambao waliasi. Na tunasoma katika hata Mathayo 10 ile Yeshua alisema alipokuwa anafunza wanafunzi wake, aliwaambia nimeona shetani amerushwa kutoka juu mbinguni kama miale wa moto na kuanguka ulimwenguni. Na wakati shetani ameshuka hapo ulimwenguni,
amekuja tu kuendeleza hizo vita ambazo walianza nazo mbinguni. Na hapa tumepata kujua kwamba hizi vita sio vita za kimwili, hizi ni vita za kiroho, kwa sababu dhambi ni jambo la kiroho. Kwa hivyo shetani kufika hapa ulimwenguni, hata tunapoangalia katika kitabu cha Mwanzo, shetani hakuja kuambia Adam na Eve ati hii kazi mlipewa ya kupatia wanyama majina muachane nayo. Alikuja tu kuzingatia lile neno, kuanza kuweka shauku na kulipinga lile neno Elohim ambayo alikuwa amempatia Adam, ambaye angefaa kumfunza Eve hilo neno tu. Kwa hivyo alikuja akaanza kuweka Eve mawazo kichwani mwake, kumuonyesha kwamba ili neno ambalo Elohim alisema sio lazima mlizingatie tu hivi. Elohim kuna mambo amewaficha ambayo mkikula hii tunda la huu mti ambao ni wa ujuzi wa mema na mabaya, mtakufa tu vile Elohim alisema. Ni kama alikuwa anawaambia, Elohim aliwadanganya, mtakuwa werevu kama Elohim, mpate kuyajua mema na mabaya. Na tunaona wakati yule mwanamke Eve amekubali haya ushawishi wa yule joka. Hii ni vita katika mawazo ya Eve ambayo aliweka. Na hakuweza kustahimili kwa sababu ule mchakato yule joka alikuja nayo. Alikuja na akamchanganya na akamtoa katika ukweli ambao Elohim alikuwa ameweka kusimama juu yake. Na hapa ndiyo sababu tunaona kwa nini, sababu sisi hapa kwa hili kanisa ambalo Elohim ametuleta juu yake, kila siku unasikia tu mambo moja: kukaa katika neno. Kukaa katika neno. Elohim hapatikani katika dhehebu. Elohim hapatikani katika mambo makubwa. Elohim anapatikana hapa katika neno lake. Kwa hivyo wakati hili neno lilikuja likakuwa limeletwa kuwa na changamoto katika mawazo ya Adamu na Hawa, ikafikia mahali ya kwamba hata wakatoka katika mpangilio wa Elohim na wakawatoa ulimwengu mzima katika uendelevu ambao Elohim alikuwa ameweka. Mpaka wanyama wakakuwa sasa wanahasi, wanyama lazima watakula wanyama wengine. Huo mpangilio wa Elohim. Hata tunaposoma katika Mwanzo 1:29, mpangilio wa Elohim ni ulikuwa mwanadamu akule matunda, wanyama wakule majani. Amen. Hii ya wanyama wanakula wanyama wenzao ni mpangilio umekuja kwa sababu ya kutoweka katika ukweli, kutoweka katika neno la Elohim. Kwa hivyo tunapokuja hapa mahali ambapo ni hizi vita ambazo sasa zimekuwa vita zetu sisi wateule ambao tumeamini. Shetani hakuacha hizo vita pale. Hata unapokaa leo kuangalia, mimi huona tu waziwazi ya kwamba shetani vile alianza mwanzo, saa hizi hivyo hivyo ako katika hiyo kusudi la kutoa mwanadamu katika neno la Elohim. Hizi siku za mwisho unaweza, juzi nilikutana na rafiki yangu mwingine hapa tu jiji. Hapo kwa ile dhehebu nilitoka hapa inaitwa Sita. Tukakaa naye kutoka asubuhi mpaka almost saa 9. Kwa neno tu alikuwa amekuja kununua Biblia kwa rafiki yangu anauza Biblia hapa mjini. Nikajaribu kumwelekeza na kumuonyesha vile madhehebu yametoweka kutoka neno. Amen. Paka akaniuliza, kwani mimi nimekuja kununua Biblia? Kwani ni nini sionangi hapa kwa Biblia? Nikamwambia kwa mfano, mimi nimetoka hilo dhehebu la Sita. Kiongozi wenu ni bishop. Chini yake ameweka pastors hizo madhehebu zingine chini yake zote ambazo hapo ni headquarters, hizo zingine zote ziko Adriva, Thika, Kahawa, Sukari wapi? Nikamuuliza hapa kwa Biblia fungua, kwa sababu alikuwa amenunua Biblia. Nikamwambia kuja tusome hapa kwa Biblia. Inasema nini kuhusu bishop? Bishop anafaa kuwa juu ya pastor ama pastor ndiye ambaye anafaa kumteua bishop? Tukasoma, nikamwambia Paulo ambaye ni mtume anamwambia Timotheo ambaye ni mchungaji pale kanisa la Waefeso, wakati unataka kumteua bishop akuwe na anampatia maneno ambayo atazingatia na anampatia sheria. Sasa nikamuuliza hapa, kama Timotheo
ndiye pastor, ndiye anamteua bishop. Ni aje sasa huyu bishop atakuja kuwa ndiye ako juu ya mchungaji? Kaniambia sijawahi kuiona hivyo. Kaniambia nimekuwa kwa hiyo zaidi ya miaka hata karibu 30 sasa. Nikamwambia unaona vile mmetoka kwa ukweli? Lakini haya ni mambo ya theolojia. Shetani ako kusudi tu kupiga vita ili neno la Elohim ambayo tunafaa kuitumia kwa akili zetu, ambayo katika Warumi 12 mstari wa kwanza inasema na kupata let our minds be transformed, be renewed be transformed by the new, let us have the renewal of our mind. Akili zetu zifanywe upya kwa kuzingatia hili neno, kwa sababu usipokuwa na neno hapa nje kuna maoni mengi. Mimi mwenye nimetoka kwa madhehebu naweza ukweli ambao uongo ambao uko karibu na ukweli kabisa mpaka uwezi kupambanua usipokuwa na roho ya Elohim. Mambo yataongewa na utaona ni kweli hii inakaa mzuri na Elohim ako hapa. Hata vile imepambwa, hata vile inang'ara, hata vile watu wanaongea, hapa Elohim ako hapa. Utaona kama wale manabii ambao walikuwa wanamshawishi Yosafati na hapa manabii 450 wote wanasema enenda utashinda. Wewe peke yako unakuja kupinga hao mawazo ya watu wengi hivi, na wananena mambo mazuri, hawasemi mfalme utakufa. Wewe unakuja na ujumbe kinyume na hiyo. Amen. Amen. Paka hata nabii mmoja wa ambaye alikuwa ni kama ndiye bishop wao, akamuuliza ni lini roho wa Bwana alitoka ndani yangu akakuja kwako? Kwa nini? Unapotoka katika neno utashawishika haraka sana kwa kupolea. Amen. Shetani hapo tu na vita moja kubwa, kukutoa katika ukweli. Amen. Na ni lazima turuhusu Elohim na neno lake lifanye kazi katika maisha yetu. Kuna andiko iko katika Wafilipi wa 2 mstari wa 5, ningetaka tusome pia. Wafilipi 2:5 inasema hivi: Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Wacha tukue na hii mawazo, hali ya akili ambayo ilikuwa na Kristo, ambaye yeye akiwa Mungu alichukua nafasi ya kuwa mjakazi. Amen. Mimi nimekuja kujua kupitia tu ufunuo na kusikiza neno la Elohim. Elohim utamkosa rahisi sana ukizingatia mambo ya kiulimwengu. Ukiwa na mtazamo, ukienda hizi madhehebu utakuta red carpet, maua kubwa na mipangilio ya maashas, mandiko, manini, mandikoneses, kwaya kubwa, vyombo za muziki za bei kali. Lakini ukiangalia yale mambo ya chini ambayo tunaweza sema ni ya rahisi, hali ya mavazi ya wale watu wamekuja mbele ya Elohim, hayo hawazingatii. Amen. Utakuta wanawake wako kwa kwaya na wanavaa long. Hata wale wamekuja wamejipodoa, wamejipaka vipodozi. Mavazi yao ni mavazi ambao ni ya kukufuru. Na unaona wamezingatia mambo makubwa ambao ni ya gharama kubwa, lakini yale mambo Elohim amesema ambao ni mambo yanaonekana si ya muhimu, hawa wayaoni. Nilikuwa nasoma ujumbe wa brother Branham, anasema Elohim anajidhihirisha katika simplicity, na sisi nitaje mambo ambayo ni ya urahisi, ya kwamba Elohim ambaye ndiye aliumba kila kitu alijinyenyekeza mpaka akakuja kuuawa na viumbe ambavyo aliumba. Amen. Elohim atambuliki kwa sababu yatarusha moto kutoka mbinguni. Ukienda kwa hizi madhehebu atakwambia God is great, Mungu ni mkuu,
kwa sababu ya yale mambo makubwa anafanya. Lakini kwa hii Biblia ukisoma kwa ufunuo, Elohim ni mkubwa kwa sababu yale mambo ya Elohim anaweza fanya mwanadamu hawezi. Elohim anaweza shuka kutoka ufalme katika mamlaka zake akuje chini mpaka mahali mtoto mdogo yuko kabisa, chini kabisa. Na brother Branham anasema wewe ukitazamia kuona mambo makubwa, Elohim atapita na utamjua, hata utajua amepita. Hata wanafunzi wale walikuwa wa Yohana Mbatizaji ambao walikuja wakakuwa wafuasi wa Yesu, walimuuliza, si hata waandishi wa sheria imeandikwa hiyo Elias lazima kuja kwanza? Kaambia alikuja, lakini hamkumtambua. Hakukuja kwa ile njia mlikuwa mmepangilia. Nyinyi mlikuwa mnamngoja pale kwa hekalu apigiwe trumpeta au makuhani wasimame, lakini Elohim amemtoa huko chini, huko jangwani. Hata alipoulizwa, wewe ndiye Mesia, sema mimi sio, mimi ni sauti tu. In fact alikuwa alisomea Isaya 40. Mimi ni sauti katika nyika inayosema turekebisha mapito ya Bwana. Sasa hawakwenda kwa neno waseme huyu ambaye ana hii sauti, na hii sauti tunasomanga hapa kitabu ya Isaia. Huyu ndiye anafaa kuja kutengeneza mapito, ndio Elohim anapokuja tupate kutambua Elohim hapo katikati yetu. Hawakuona. Kwa nini? Kwa sababu hali yao ya mtazamo ilikuwa ni hali ya kidunia. Na wakati mawazo yetu ambayo shetani ndiye anayapiga vita itakuwa ni mawazo ambayo yamewashawishiwa na mambo ya kiulimwengu, tuna mtazamo wa kiulimwengu. Siku zingine tunaenda pale Jivajibu bili na ndugu yangu anahubiri, siku nyingi niko napatikana. Na mimi tukienda tunasindikizana, tunaenda nyumbani, saa zingine ndugu yetu anampeleka nyumbani, saa zingine tunaenda pale anapanda matatu. Kwa akili yangu unajiuliza, mchungaji mwenye amekuja kuhubiri ukweli kama miaka 15 mpaka leo, hata akiingia kwa hiyo matatu aambia watu, na hata wanamjua hiyo mti yake ya gogo, wanamjua. Tunaposimamisha hata wengi wanamwambia pasa kuja. Hata wengine wanashuka mbele anamwambia kuja ukaya. Watu wangapi wanaweza amini ni mchungaji? Pastor mwenye anapanda matatu. Hata saa zingine anapanda tu amechelewa, anaenda amesimama. Lakini Elohim anakuja anasimama. Anambia wale nimeita wa ukweli huo wananitumikia hivi. Amen. Kwa njia ya chini hivi. Amen. Amen. Hapo anakujenga mpaka siku ile Elohim atakuja na alete hizo magari. Wewe utaona ni kitu kikubwa. Unakumbuka tu si mimi nilikuwa napanda tu matatu. Hata hii gari ikataa kuwepo bado litaenda kuhubiri. Hata mimi nilikuwa nafikiria juzi. Ndugu yetu amekuwa hapa sasa karibu miaka 15. Hapa mjini tangu Elohim amlete hapa. Tuletea hiyo ujumbe. Wale watu najua walifungua makanisa za mabati hata huko Mathare, Kawangware, wapi. Siku hizi ukikuja hata sio miaka 15, miaka 10. Huyo saizi hapo na kanisa la mawe, amenunua shamba na hapo mbali ukimwangalia kiulimwengu. Lakini sasa ukikuja unaona kusanyiko ndogo ambalo ukiangalia alionekana ni mambo ni kitu ya maana sana kwa macho ya ulimwengu. Lakini hapa sisi tunajua tuko na ukweli kiasi ya kwamba sisi hatuwezi enda hata kukula kwa tendo. Ngoja mahali kwa naye pale nje nimwambia mimi sasa nikwambie ukweli, nikienda mashambani nyumbani sina mahali naweza enda shiriki. Labda nitembelee mtu nimhubiri. Kwa nini? Kwa sababu yale mafunzo na mawazo wako nayo ni mafunzo ya kiulimwengu. Amen. Ambayo hayaendi na hili neno. Amen. Kwa sababu mawazo yangu yashabadilishwa na Elohim na hili neno. Mtazamo wangu wa neno na ukweli sio kwa sababu ya vile naona hapo nje ati bishop ako na kanisa kubwa. Juzi tu mwingine rais alimekuwa hapa Thika, ameenda kutembelea mchungaji anasherehekea miaka 3 ya huduma yake. Kanisa yenyewe iko na zaidi ya watu 10,000 na 3 years. Niko na rafiki yangu hapa RNG Plaza na huwa anaenda kwa hiyo kanisa. Nilimuuliza ni nini na wavutio yanga kwa hiyo kanisa. Akaniambia unajua kuja kwa hiyo kanisa kama wewe ni mfanya biashara, kwanza pastor anaweza kukuweka kwa TikTok. Biashara yako itaendelea haraka. Sasa wafuasi wote wa kanisa watakuwa ni customers wako. Nikamuuliza sasa kukuja hapo kusudi kubwa nipate wateja. Akaniambia kanisa kama hilo mimi basi sitaki kuhusika naye.
Kwa sababu mimi kwa Elohim siendi kutafuta fedha. Mimi natafuta Elohim. Na nikishampata haya mambo yote yengine amesema ataniongezea. Kwa nini ile mambo ya kuongezewa unaenda kutafuta? Kwa sababu hisia zao hazijabadilishwa. Shetani amewapiga vita na akawafunika ya kwamba tu mambo ambayo yanaonekana ni makuu, mambo ambayo yanaonekana huyu ni mwalimu amesomea, ako na cheo cha diploma, ako na cheo cha degree cha Biblia, huyu ndiye anafaa kufunza neno. Elohim atahamwacha huyo na apitie tu kwa mtu mdogo tu. Ukiangalia wale watu Elohim hapa ametumia, hata unakaa chini unasema tu Elohim, na wako wanataka kwanza kwenda, kila mtu hapa Elohim ameita, hata hawataki, hata Moshe anasema mimi si kuongea. Tafuta mtu, mimi si kuongea. Hapa huwezi ona mtu Elohim hapa aliita kwa kweli akakimbia kuenda kufanya huduma. Hakuna. Wote walikuwa wanakataa. Kwa nini? Elohim atatumia. Kama hata wako na ufunuo, itakuwa njia ya chini kiasi ya kwamba hata ulimwengu itakuwa ngumu sana kuwapokea. Lakini hata hivyo vyote Elohim alifanya kazi kupitia kwa waliponyenyekea, walipokubaliana na Elohim. Na sisi hapa ambao tumepata huu ujumbe ambao ndio ujumbe wa hii kizazi. Ndugu yangu na dada yangu, haufai tu kwenda mbali. Tazama tu hata kwa runinga vile dunia iko saa hizi. Wewe nikuulize, watoto wanawezaje chukua kiberiti? Wenzao wamelala. Mimi niliambia mtu mwingine, hawa ni watoto wa Kenya tu kabisa. Kabisa. Wauaji tu kama Kenya. Hapa hakuna maneno ya kusema hadi watoto na nini. Hawa ni watoto wa Kenya. Mwenzako mnasoma na yeye, mnakulanga pamoja, mnaenda kucheza pamoja, darasani mko na pamoja. Wewe unachukua kiberiti unachoma. Tena unaenda kwanza hata hisia ya mawazo yako ni hisia mbovu, kwa sababu hata unaenda unafunga mlango na nje. Hata asipate kutoroka. Kwa hivyo ndio Elohim anasema hata anaangalia kusudi ya moyo wako. Uko nani? Kabla utende, hata sio matendo yako. Unaona hapo ndio unaopata watu wa ulimwengu wamepotoka katika neno. Anasikia anasema Elohim aangalii nje, anaangalia ndani tu. Kwa hivyo naweza vaa vile na nataka, naweza ongea vile nataka. Lakini unaongea hivi kwa nini? Kwa sababu ya vile moyo wako ulivyo. Biblia inasema as a man thinketh, vile mwanadamu fikiria, hivyo ndivyo huwa. Hawezi kuwa mzuri na wewe ndani yako wewe ni mtu mwovu. Vile ndugu yetu alisema hapa, mti mzuri hawezi zaa matunda mabaya, na mti mbaya hawezi zaa matunda mzuri. Haiwezekani. Haitaenenda pamoja. Aje sasa utapata huyu mtu ni mkora, lakini huyu mtu ni mtu mzuri sana. Haiwezekani. Na hapa ndio sababu hao watu wa ulimwengu sasa wameficha nafsi zao zote, kwa sababu wamekuwa ni watu wanafiki. Mtu mnafiki ni yule mtu anajifanya mfarisayo, anajifanya hapa nje ako sawa. Kama ndugu yetu na rafiki mwingine pale Jevaji, anangoja tu kwa Daudi amemaliza kuhubiri, anachukua mafunzo tena anatoa kwa akili za watu. Anawaambia hapana, hapa sio hivyo. Hapa tunaweza kula nguruwe. Ndugu yangu anamjua. Sema mimi nakula hata nguruwe. Biblia imesema tunaweza takasa nguruwe na tukule. Nikamuuliza, lete andiko. Andiko imesema nini? Timotheo wa kwanza 4:5. Kila chakula tukikula kama tumepeana shukrani, kwa sababu kimetakazwa na pamoja na neno. Kwanza neno imetakaza. Na imetakaza inamaanisha nini? Imetenga kando. Hii ni chakula kizuri, hiki ni chakula kibaya. Kama neno kwanza inatakaza, alafu sasa uombe. Yeye ameruka neno, ameenda kwa kuombe. Anasema mimi nachukua tu nguruwe na naomba inakuwa mzuri. Sasa unaona wewe unakosa ufahamu. Kwa sababu neno ambayo inatakaza imenena nini kuhusu nguruwe? Imesema hawa wanyama tusikule. Nguruwe, ngamia, punda. Sasa wewe unataka kuacha hiyo uende ukaombe. Sasa nikamuuliza, uende useme mimi nataka kuombea tu kahaba na nichukue yeye na niambie Mungu ni mzuri, wacha nioe akue pia. Haiwezekani. Elohim kushaweka mpangilio, utachukua bibi kwa njia gani? Wewe chukua kitu kichafu, useme unaombea kikuwe kizuri. Akiwezekani. Lazima uenende kwa neno, neno linasema nini kuhusu haya mambo. Na hii ndio vita kubwa ambayo tuko nayo katika maisha yetu.
Na hii ndio vita ambayo shetani ameamua kutupiga katika mawazo yetu. Tupate kuwa na mtazamo kama watu wa ulimwengu. Tutakapokuwa na mtazamo, hautakuwa tofauti na watu na hii dhehebu ya Katoliki. Hautakuwa tofauti na hawa watu wa PCA, ma Pentecostals ambao wanasema wanaongea na ndimi, lakini ukimuuliza ni nini hiyo unasema umepasha kala. Hiyo ni kusema nini? Hii neno inasema kama utaongea hizi ndimi sisi tusikie. Na kama hatuwezi sikia, tupate wawili ama watatu watafsirie Elohim anasema nini. Amen. Hivyo. Mwingine ananiambia kanisa letu tunatafsiri. Nikamwambia kujeni, natakualika ukuje, mkuje kwa ushirika, mnene na ndimi. Sisi tutachukua brother moja hapa tunampeleka huko. Na mwingine huko mwisho, mwingine abaki hapa. Mwenye amebaki tuambie ndugu alisema nini. Kaa chini. Ndio ukatuitie yule. Lazima alipite. Hatutaki hapa wewe uko hapa unatafsiri, huyu anasikia, unatuambia the same story. Hatutaki. Amen. Sisi tumetoka kwa Elohim ametufunza. Kweli. Lazima tujue tumesikia ukweli. Amen. Kwa sababu tunaweka mioyo yetu kwa hiyo ukweli tumesikia. Kaambia mimi nimekuwa kwa madhehebu. Ndugu ama dada hapo unasikia pasha kala. Ora pasha kala. Ora baba. Mungu amesema hapa atafungua mlango ya mtu ataenda Marekani. Ama anakataa kutafsiri kusema hiyo, anasema hapa mchungaji hapo anasema hapa kuna ndugu ama dada anaweza tafsiri hapa roho amesema nini? Wanasema huyo ni roho. Roho mgani? Seriously? Shetani akishaingia ndani yako, ata corrupt mind yako kiasi ya kwamba hata utajua umetoka kwa njia kama baba. Hata utajua mpaka punda inaongea na mimi aje. Hata huwezi fikiria useme kwani punda kweli anaongea hata kwanza. Amen. Ile juzi kwa pale Jivajini brother Daudi alimuuliza, "Wewe unafikiri kwa nini Balaam alikuwa nabii wa uongo?" Balaam alikuwa nabii wa uongo kwa sababu hata kutoka mwanzo wake ni Muhammad. Ametoka katika uzao ambao Elohim amekataa. Baba yake na msichana wake wamezaa mtoto na hapo ndio Balaam ametoka. Sasa wewe unafikiri Elohim ataenda kuita nabii wake kutoka kwa kizazi kama hicho? Na akisha sema kizazi kama hicho amekikatalia mbali mpaka uzao wa 10 to the 10th generation. So from the word go, hata Balaam akuyeongea mambo mazuri. Balaam ako kinyume tu na ile neno. Sisi mahali ambapo tulianzia, ambapo ni kweli ambao tumefunzwa kwa kwamba tunaamini Elohim, tunajua ubatizo, tunajua tunafaa kutubu, tunabatizwa katika jina la Yesu, na tumepanda hapo. Sasa tunapokula masomo kama hayo, neno kama ufunuo kama huu, akakwamba sasa tutapata kujua ndio tuishi katika huyu ulimwengu, lazima tukue na mawazo kama ya Kristo. Wewe ujue wewe ni mteule. Huwezi tu kuongea hivi hivi, huwezi kutukua ufanya mambo kama kila mtu. Lazima wewe uenende kama Kristo. Watu waseme vile walisema kuhusu wanafunzi wa Yeshua. Hawa hata kama hawajasoma lakini walikuwa na Yeshua. Tabia zao, kunena kwao, na hata lile mkazo wako nao kwa neno. Hata hawezi hata tambui sisi ni wazee wa kanisa, ni wakubwa wa sinagogi. Hiyo watambui, wao wanatambua, nasema sisi tunafanya chenye Elohim anataka. Hivi chague, utakubaliana na Elohim ama fanyaje? Amen. Na sisi yetu hapa tumeamua kufuata Elohim na neno lake. Na hili neno tukapate kutambua kwanza, ikienenda kuwa ndani yetu, tutapata kuwa na uzao wa matunda ambayo ni matunda ya haki ya Elohim. Tutapata kuwa na the fruits of righteousness. Kwa sababu kama wewe uko na haki ya Elohim, hawezi kuwa wewe ni mtu mwovu. Utazaa tu kulingana na kile ambacho kimepandwa ndani yako. Elohim kushaweka msingi huko katika mwanzo. Kila mti uzae kulingana na every tree must bear a fruit. That fruit must have a seed after its kind. Kwa hivyo maembe haitazaa machungwa. Kwa nini? Kwa sababu Elohim kushaweka mpangilio mapema. Kama wewe ni mwaminio, wewe utazaa matunda ya mwaminio. Amen. Kama wewe ni mtu ambaye hujaamini, wewe utazaa matunda tu ambayo hata hayaeleweki.
Na shetani amefika mahali anachanganya. Ndio siku hizi unaona kuna genetically modified. Mti ni mchungwa lakini unazaa machungwa na ndimu. Ukiangalia ndimu sio mbaya. Lakini sasa hapa neno haisemi mti mmoja tazama matunda aina mbili. Amen. Kwa hivyo shetani anaweza kukuleta mahali ambapo ndio unaona sasa madhehebu yamepotelea. Wanakuambia sisi tu. Jana hapo kwa Facebook tana mwanamke yeye ni bishop. Hapo nikaandika Mungu wa hii Biblia hajawahi ita mwanamke kuhubiri neno. Amen. Watu wananiambia kama anahubiri neno la Mungu sasa shida iko. Kama Elohim ukishasema anataka tu mwanamke akae kimya na anyamaze na afunzwe. Kwa nini wewe unaita mpangilio mwingine? Kwa nini tu usiende naye? Hata asipotueleza tutasema tu kama Shadrach, Meshach na Abednego. Kama Elohim kushasema na hata kama hata kuja sisi tutaamini tu Elohim vile amesema na tutakaa hapo tu. Kisha nikamwambia hata kama anaomba watu wanafufuka, mimi siwezi mwamini. Kwa sababu Elohim mimi hapa nimeona hajaita mwanamke kufunza watu. Yeshua alichagua hata shetani mwenyewe akakataa kuchukua Mary Magdalene. Angeweka mfano mzuri, angeweka wanawake wawili hapo. Leo tunaweza sema Yeshua alikuwa na wawili, kwa hivyo sasa sisi tutaweka kama Yesu. Lakini hakufanya hivyo. Na kusudi lake ni kwa sababu kwa neno lake yeye kushasema, yeye alikuwa anatimiza tu na anafunua neno lake kwetu. Kwa hivyo mimi ningetaka tushawishi kila mmoja wetu tukapate kupatia ili neno nafasi katika mioyo yetu, katika mawazo yetu. Unapofanya jambo, zingatia, jiulize, hili jambo ambalo nafanya, kama Elohim angekuwa hapa, kama Yeshua angekuwa tu hapa next na mimi, physically ningefanya hili jambo, ile jambo lingefurahisha Elohim kweli? Hili jambo lingefurahisha Yeshua? Niko na hadithi kidogo nataka kuwapatia kupeleka hili jambo, kwa sababu haya mambo ambayo tunaona ni ya kawaida ni mambo ambayo Elohim analeta katika maisha yetu kutupima. Elohim ata test, sio kututempt, kutupima. Vile mtoto anapimwa hii class anaenda next class, Elohim vile tumekuja kwa ukweli ataleta mambo ambayo ni ya kutupima. Utakuja unakutana na mtu kazini, unasikia anaongea mbaya ama umesikia ameongea kukuhusu, Elohim anangojea tu aone ni nini iko ndani yako. Yes. Reaction yako ni kivipi? Wewe una react kama mwaminio ama wewe hauna tofauti na wale watu wengine wa ulimwengu? Kweli. Hata unafanyiwa makusudi tu. Na unajua tu hapa mimi hata sina makosa. Hata wanajua. Ndio. Lakini Elohim katika mawazo yake ako na kuweka kwa kipimo. Ama saa zingine ako na kusudi la kufunua moyo wako. Vile Daudi alisema nini? Peleleza moyo wangu. Search my heart, oh God. Sasa Elohim atasearch moyo wako. Atakuleta katika mambo ambayo yatakuleta unahusikana na watu wengine. Hata nafasi inatokea. Unaona hapa naweza tengeneza pesa haraka hapo. Hata sasa hii hata sio kuiba. Huyu mtu atanunua mali kwa hii kampuni. Ile kitu anasema tu ni badilishe tu hii receipt, badala ya kusoma 1200 wacha ikue tuandike 1400, lakini hapo utakula 1050. Unaona ni biashara, kampuni hii yapoteza. Hata mtu anakuambia hata kampuni hii yapoteza, imepata pesa yake. Hata mwenyewe ndiye anakuambia si mzigo hii times mnauzaka kila moja shilingi 100. Wewe andika 200 ya kampuni, patia kampuni hii nyingine. Nitapeleka receipt hiyo nyingine na gawana. Nilikuwa nasoma nikapata hadithi fulani. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa ni shareholder wa benki fulani. Lakini yeye alizeeka after kuanzisha hiyo benki miaka mingi. Aliretire akaenda nyumbani na akakuwa na shareholders kwa benki. Sasa siku moja yeye akatoka tu akaenda kaangalia hiyo benki inafanya kazi aje. Sasa akabeba bahasha. Kama zile bahasha za kaki. Akakuja kwa benki, amevaa tu koti mzee, viatu ziko na vumbi, hata nywele hajachanua, ndevu hajanyoa. Ile mambo ambayo ni simplicity, nakwambia Elohim hujitokeza kwa mambo ya urahisi, wepesi.
Akakuja kwa benki, akaenda pale kwa bank teller kule pale kuna kuanga, unaenda pale ukaulizia. Akapeleka bahasha yake, akaenda akaambia mwanamke pale, nimekuja hapa, hii akaunti yangu iko na shida. Siwezi kufanya kutoa pesa ama kuweka pesa kwa hii akaunti yangu. Akaunti yangu iko na shida. Ningependa tu niangalilie kama shida yangu ya akaunti yangu ni nini. Nimekuwa na muda sasa najaribu kutoa pesa, haiwezekani. Mwanamke akamwangalia akamwambia, sasa wewe mzee hapa wewe unatafuta akaunti yako. Hii benki kwanza ishakuwa benki kubwa sasa. Hapa sisi hatuna client mtu mmoja. Hapa ni kampuni peke yake. Hii ni corporate bank. Hapa tunachukuanga kampuni hii. Hapa hata ukiangalia customer wetu wote ni kama kampuni. Hapa hakuna jina la mtu. Wewe hii yako ni kampuni, ni jina yako. Hii retail bank, hii biashara ya reja ya benki hapa tufanye. Akamwambia ungeniangalia tu, lakini akamwambia okay, fanya hivi. Hii sasa ikiwa hivi iko zaidi yangu, mimi nitakuelekeza uende kwa mkurugenzi. Ndiye atakuangalilia kwa sababu sisi hapa hatuna account za watu wadogo mtu mmoja. Akamwambia kaa pale chini, ngoje. Akapiga simu kwa mkurugenzi, akamwambia manager, akamwambia nimemuona kwa CCTV huo mzee, na hawa ni wale wanakuja tu kwa time hapa bank. Wacha akae pale tu, atakakichoka tu ataenda. Yeye ako huko juu, hata hana kazi. Kaendelea kufanya kazi. Saa moja likapita. Saa la pili likapita. Katibu sasa saa 7 imefika. Mzee amekaa pale, akarudi kwa ule msichana, akamwambia umemwongelesha meneja wako? Bila nisaidie, akamwambia amesema ako busy, atakuita. Sasa mfanyikazi mmoja mdogo tu. Hawa tu wameandikwa juzi. Ametoka hata kukula lunch huko nje, akakuja akapata mzee amekaa pale. Akamuuliza mzee, umesaidiwa? Akamwambia nimekuja hapa nikasema shida yangu ni hii akaunti yangu. Na mwanamke ameniweka hapa na nimekaa sana. Nataka kuona meneja. Ameniambia nione meneja. Akamwambia kuja. Wakapanda stairs wakaenda kwa meneja. Akakuta meneja tu amekaa tu pale, ametoa viatu, anazunguka na kiti. Hata ana mtu anazingatia. Sasa huyo mfanyikazi mdogo aulizwa na meneja, watu kama hawa unajua wanakuja tu hapo kusumbua. Kwa nini umemruhusu kwanza akuja hapa? Akachukua zile stabakati za mzee akazitupa huko. Ule mfanyikazi mdogo akamuuliza, si ungeangalia tu na uko na kompyuta ungeweka tu akaunti yake uone shida ni nini? Akamwambia wewe chukua, enda angalia pale, kuna kompyuta nyingine pale, enda ukaangalia hapo shida akaunti yake ni nini. Wakati ule kijana mfanyikazi mdogo alienda kuangalia, alipata huyu mzee ako ni shareholder, ako na 75% hiyo benki ni yake. Pesa yenye iko kwa hiyo benki 75% ni yao. Akakuja kwa meneja akamuuliza, unajua ni nani ulikuwa unasema hapo ana shida? Huyu pesa yake ile iko hapo kwa benki 75% ni yake. Jamaa akashtuka. Mzee sasa akajua. Akamwambia hata sikuwa na shida. Nilikuwa nakuja kujaribu kuona vipi unazingatia wateja, kwa sababu hii benki wakati tulianza tulikuwa tunatafuta wateja na shida sana. Sasa mmekuwa na kiburi kiasi ya kwamba tukikuja hapa amuone sisi ni wamaana. Hapo na hapo ule meneja aliambia, kutoka leo wewe sio meneja. Wewe nimekupatia kama mimi ni shareholder, main shareholder, niko na ruhusa hapo kwa katiba hii benki kukuvuta kazi. Kutoka leo wewe kazi yako ni kwenda kurogota yale ile inaitwa bad debt, ile ilikataliwa kulipa. Unaenda unaongea na mteja alichukua loan, anakuambia sina pesa. Hiyo ndio kazi yako kutoka leo. Kurogota ile madeni ilikataliwa huko nje watu walipi, utafute hao watu hiyo pesa urudishe hapo. Na hiyo ikikosa utakuwa unatumwa kazi ndogo ndogo kutoka leo. Huyu kijana ndio manager. Hiyo na kuelezea kusema nini? Kama utakuwa na mtazamo kwa hali ya kidunia, mambo ya kiburi, kujipandisha, vile Biblia inasema kiburi huja kabla ya mwanguko. Amen. Kama utakubali tu kuwa na mtazamo wa mambo katika hali ya kiulimwengu, labda wewe umekuja kwa hili kanisa, acha tushuke chini kidogo. Umeangalia hapa, hata ukiwa hapa sasa hivi tunaweza sikia watu wanaimba mbali sana. Almost ukavuke barabara unasikia watu wanaimba huko. Hapa hata mkiimba hata labda mtu next door asikie. Anasema hii kanisa inapoa. Kwa nini? Unataka yale mambo yanaonekana. Na Biblia inasema nini? Yale mambo ambayo huonekana hayadumu. Amen.
That which is seen does not last. Yale mambo yaonekani ni ya milele. Amen. Imani ni ya milele. Lakini huwezi ona. Imani unaona ni Elohim amesema atakuponya. Unaamini ama utaamini? Chako ni lako. Hakuna mahali Elohim amekwambia sasa fanya hivi, hii ndio evidence utapona. Hakuna. Amini tu. Na utapona. Hata niko na ushuhuda kwa sababu ya hiyo. Juzi tu siku ya Alhamisi. Watu tumetoka tujivajivi, brother anaelekea nyumbani. Kutoka tu hivi mimi nasipata simu. Yule kijana wangu alikuwa anajibu maswali hapa shuleni, amekuwa mgonjwa siku mzima. Hata nasikia ameshinda mpaka anashikilia tumbo haja kula. Hata chakula alipewa, snacks alipewa, kwa hiyo asubuhi amerudi nazo. Haja kula. Sasa mwalimu ameambia mama yake, ukuje shuleni uchukue mtoto, hata atumweki kwa school bus. Chochote chaweza tokea akienda nyumbani. Wewe kuja shuleni uchukue mtoto mwenyewe. Sasa kabla aende akanipigia simu. Kaniambia nimeambiwa mtoto ameshinda mgonjwa, ninaenda shule. Kwa hivyo nitakupigia nikimpata. Hapo tu nikaita brother. Brother hata alikuwa ameenda tu kidogo hapo atukingoja pikipiki. Brother akaleta pikipiki. Nikamwambia nimepata simu hapo. Kijana wangu asikii vizuri, ameshinda ameumia, mgonjwa shuleni. Lakini anamwambia mimi ninaamini tu tukiomba atapona. Basi hapa tulisimama tu kando ya njia. Obidogo ya sekunde 30. Brother Daud akaniambia, ukiamini vile tu useme, if you believe you will see the glory of God. Nikamwambia amen, I believe. Mtoto alichukuliwa, kaenda hospitali, kaangaliwa, akapatikana tu alikuwa na amoeba, akapewa madawa. Kesho asubuhi nimeamka mapema, amekimbia shule. Amen. Yeye anapenda shule vibaya sana, akataa kwenda shule kwanza atalia. Asubuhi amepona na kila kitu imeisha. Lakini kwa nini? Kwa sababu mimi nina imani. Sikukimbia kupanic ati kusema imekuwa Elohim, mimi venye Elohim amenipatia uzima, kitu moja amenipea ni amani. Hata ukikuja na habari kama hiyo, mimi hata situki. Mimi I just believe Elohim. Haya mambo unayajua hata kabla ya tokeo. Na najua utayatatua kulingana na uwezo wako. Mimi ninaamini tu. Kwa hivyo wacheni tuwe na mtazamo ambao ni mtazamo wa Elohim, ni mtazamo wa neno. Ndio shetani anapoleta vita katika maisha yetu, kwa sababu atakuja tu kupinga haya mambo ambayo tumeamini. Yes. Wewe labda tu wewe utembea ruja shiriki na watu. Sisi tunakaa chini tunakuta mtu tunasimamisha. Mimi siku hizi polepole nakuwa kama natakuwa kama ndugu yangu. Nasikia tu watu wanaongea kuhusu Biblia neno sababu hapo na stop hapo. Nasimama tu hapo. Mlikuwa mnasema nini? Ati Yesu alikuwa siku hiyo alikuwa anaingia kwa choo hapo Mudhurwa. Mwanamke akasema, nao pasta mwanamke nikamwa hapo hata nikaacha kulipo kwanza. Nikamwambia pasta mwanamke ni makosa. Kwanza pasta mwanamke ni mchawi na nitakuonyesha hapo kwa Biblia. Yes. Rebellion. Wakati tunasema pasta mwanamke ni mchawi, sio tunaweka maneno. It is written. Kweli imeandikwa. Samuel alisema dhambi ambayo ni ya the sin of rebellion. The rebellion ambao ni uasi. Elohim amesema usichukue hii kitabu hapa. Wewe unaenda unachukua. Hiyo kwenda kuchukua sio kuiba. That is rebellion. Kufanya kinyume na ile Elohim amekukataza inaitwa rebellion. Na Samuel anatupatia ufunuo. Samueli wa kwanza 15:33. Dhambi ya uasi ni kama dhambi ya uchawi. Kwa hivyo mwanamke anaposimama Biblia na kusema Bwana asifiwe bla bla, huyo ni mchawi. Atakuroga tu. Na ukiendelea kukaa hapo, utapata ufunuo wa shetani na utapotea, ndio utakubali. Pasa yangu ni mwanamke na ni bishop. Hata wewe mwenyewe ukisoma hata usiende bali Timotheo wa kwanza 3 inasema akuwe ni mwanaume. Sasa ni aje amekuwa mwanamke kwanza? Wewe uone tayari umerogwa hata unaamini uongo. Kwa hivyo sisi tupate kuwa watu ambao watazingatia ili neno. Hapa katika neno ndio shetani anapiga vita. Haya mambo yote tumefunzwa hapa na ufunuo mingi tuko nayo hapa. Ile chakula tumekula hapa vile ndugu yangu useme. Hii chakula hata unaweza kaa nayo hata mwaka mzima. Unatafuna tu, unafunua tu, unafungua tu, unasoma andiko. Kama mzee tuliongea naye hapo ameniuliza,
wewe unajua wewe unafaa kuwa kibisho. Nikamuuliza kibisho mkusema nini? Anaambia wewe hata unaongea zaidi ya bishop yangu. Bishop yangu hii mambo umeongea hapa. Hata ajui. Vile ananibatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho. Hata leo nimeelewa. Na nikamwonyesha nimwambia hiyo andiko kwanza haina andiko ingine ambayo inaipaka. Kwa hivyo hiyo andiko tunaweza sema ni ile karamu ya mwandishi wa uongo. Yes. Wacha kusema tuko na kipimo cha kupima ambacho Elohim ametupatia. Kwa hivyo sisi hatuchukui tu chakula chochote kukula. Tunachukua neno tunapima. Hata kuja hapa unaongea na ndimi, tutatest hiyo ndimi yako na neno. Kabisa. Hatutakubaliana na Amen. hata urukaruke, hata tuone hiyo ndimi yenyewe imekuja. Shetani anaweza shukisha ndimi yake uongo. Hatuwezi kubali. Tutachukua neno tutapima nayo. Biblia inasema shetani anaweza tokea kama malaika mwangaza. Na hata kupumbaza na utapotea. Mathayo 24 inasema siku za mwisho manabii na makristo wa uongo. Makristo ni nani? Wale ambao wametiwa mafuta. Yes. Vile unasikia the mightiest prophet. Pia unaangalia unasema uone kweli wanaweza kuwa wana uongo kweli. Japo unasikia alikuwa Germany, kesho anaenda Australia, siku hiyo kile atakuwa Paraguay, anaenda Brazil. Hata pasa yetu unasikia mission anaenda kamoja waza wapi. Kweli iko pale kwa hiyo mtu. Inaonekana, lakini hakuna kitu hapo ndani. Nachukua tu Biblia hata kuanza mwanzo. Nilimuuliza mmoja kwa Ole, huyu bishop wako, huyu mightiest prophet. Nimemwona akiombea watu akisema wanaokoka. Naambia rudia nyuma yangu. Nionyeshe hapa mahali watu walirudia ombi ya kuokolewa. Hakuna. Amepotoka tu from the word go. Kwa hivyo wale watu wako chini yake, kwanza namba moja neno Elohim shetani ametoa ndani yao. Hawezi pata. Na sasa wameanza kuamini yale mafunzo ambao ni ya mapepo na ya mashetani. Na wataendelea kusoma na hata waipatana na ukweli. Yes. Hapa tu ndio iko ukweli. Tukimaliza hilo wewe mzee aliombea. Ile kitu mtu mmoja nimekataana na wewe ni moja. Kusema nyinyi ndio tu mko na ukweli. Nikamuuliza mimi nimesema nataka nikuonyeshe hapa kwa Biblia ukweli ilikuwa na mtu mmoja. Wakati wa Nuhu. Sio Nairobi ama Kenya, dunia mzima Nuhu peke yake ndiye alikuwa na ukweli. Sasa unaniambia hatuwezi kuwaje? Kama Biblia ilikuwa siku moja kuna watu Noah ndiye alikuwa mchungaji wa ukweli peke yake dunia mzima. Hata leo Biblia inasema kama vile ilivyokuwa mwanzo ndivyo itakuwa mwisho. Kama vile njoka alidanganya mwanamke katika shamba la Edeni, hapa katika kizazi cha Laodikia siku ya mwisho shetani anadanganya wanawake wawili. Anadanganya mwanamke wa kawaida, amemtoa nguo atembee bila nguo, amemwambia aende kinyume na neno la Elohim, na amedanganya hata kanisa ambao inafaa kuwa biwa Kristo. Kwa hivyo hapa mwisho hata shetani amedanganya mara mbili, the natural woman and the spiritual woman. Ule anafaa kuwa kanisa amedanganya. Sasa hao watu wote wanapiga kelele. Ukienda na Biblia hata vile wameokolewa namba moja, wameokoka huko. Shetani ameweza kupitia hekima ya kiulimwengu ya theolojia na nini kuwapotosha watu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya neno. Kosa kustahimili katika neno. Kwa hivyo sisi ambao tumesikia hiyo kweli tuizingatie, kwa sababu vita vyetu sio vya kimwili, sio za damu na nyama, ni vita vya kiroho. Na tutashinda tu. Biblia inasema they overcame by the blood of the lamb and the word of their testimony. Mimi nasikia watu wengi wakisema ushindi unapatikana katika maombi. Hapa hiyo andiko mimi si hapa. Nasikia ushindi unapatikana kwa sababu ya damu ya mwanakondoo ambaye ni Yeshua, na neno ambalo ni ya ushuhuda ambao tuko nalo ambao ni neno la Elohim. This is the only sword that we are given. Amen. Prayer ina facilitate ukiwa na neno. Amen. Kama una neno utapray amiss, utaomba kinyume tu. Kwa sababu na hiyo ndio Elohim anasema, kwa nini hawajibiwi? Kwa sababu wameomba kinyume. Hujaomba kulingana na neno. Kwa hivyo ombi lako linafaa kuwa kulingana na ile neno la Elohim. Na hili neno lazima ikuwe ndani yako. Na neno linapokuja ndani yako unaliamini, unalikumbatia. Hata saa zingine sio rahisi kuamini, lakini unaomba Elohim nipatie neema ya kuamini.
nipatie neema ya kuamini. Yale mambo ambayo tunaamini hapa, mimi nashukuru tu Elohim. Ndoa za wake wengi, unaongea tu hiyo hapa nje, unakosana na kila mtu. Anakuambia wewe hata uone Adam alikuwa na bibi moja tu. Hata hiyo ni rocket science kweli. Sasa kama uko kiwango chako cha ufunuo ni hicho, unakubaliwa tu. Lakini sisi kwa ufunuo, kwa sababu sisi tuko na Elohim, ametufunulia yale mambo ambayo yalifichwa kutoka mwanzo wa ulimwengu, sisi kwetu yamefunuliwa. Na yamefunuliwa tunayasoma katika neno. Hapa hakuna kitu Elohim alikubali ambayo alikataa, sasa baadaye amekuja amebadilika akakubali. Hakuna. Kutoka mwanzo amekuwa mwendelevu katika neno lake. Kwa hivyo wacheni tulishike neno la Elohim. Ndio wakati tuko na neno ndani yetu, hata shetani anapokuja, wazo likikuja, hata bila kuongea, unafikiria hiyo wazo na kwa neno linasema nini kuhusu wazo kama hilo. Kama ni mambo unaona ni mambo ya kuchafua akili, dada yetu ametufunza vizuri sana. Chukua tu, weka muziki, wewe sikiza, wachana na hiyo, ama uanze kuimba tu. Hiyo wazo litapotea na ushike mambo mengine. Tuko na njia nyingi ambazo Elohim ametufunza za ambazo tunaweza kushinda kama tutabaki katika hili neno. Kwa hivyo tukubali Elohim tuweze kubadilisha mawazo yetu, tukue na mtazamo tofauti. Sisi ili kusanyiko ndogo hatuwezi fikiria kama wale watu wengine. Na kama utakuwa ushuhuda kwa familia yako, hata sio kwa sababu ya kuhubiri, wanaangalia tabia zako. Mwambie kama vile our brother mwenye akokataa, ulisikia baba yake alimwambia kama hapa brother Momanya yuko hapa Nixon, hii maneno kwanza haiwezi endelea. Lazima muite Nixon hapa. Uhosia wake ni muhimu sana. Mimi ninaamini sana hata mchungaji wake na mjua na nimesikia ile mambo amemfunza, amemtoa kwa kisa. Hata sio kwa sababu umehubiri, lakini msimamo wako kwa mambo Elohim anasema atautumia kubadilisha hata jamii yako. Mimi ninapoenda nyumbani siwezi kuwa na kama wale wengine. Na niko na mtazamo wangu. Hata washajua. Wanaambia ndugu yetu wewe ile uliamini. Sisi hatuelewi. Lakini nawaambia mtu, ninawaombea kila siku. Kwa sababu nyinyi ninajua nyinyi ndio shetani anafaa kufanya mkwe maadui wangu wakubwa. Nawaombea tu mfunuliwe macho muamini. Kwa sababu hii mambo ni ya kweli. Vile mmeamini hayo mambo mengine, mimi sijui, lakini nawaombea tu Elohim awapatie imani ya kuamini na mkuje katika ukweli. Yes. Tazama vile Elohim amesema katika Petero wa kwanza 3 mstari wa kwanza. Kila mwanamke akuwe mnyenyekevu kwa bwana yake. Ndio kama huo mwanamume aamini bila neno. Imagine bila neno Elohim atabadilisha huo mwanamume mpaka huo bwana yake mpaka akuje kuke. Aone tu tabia peke yake. Mpaka huo bibi anasema, unajua nini? Huyo bwana anamwambia, nataka unipeleke kwa pastor yako. Nilikuwa napatia jamaa mwingine mfano namwambia, wewe unafikiri hiyo mambo inawezekana? Ananiambia si mimi sioni ikiwa rahisi. Nikamwambia kwako ndio unaona sio rahisi. Kwa sababu kuna wanaume ukunywa wanakuwa walevi, anafika nyumbani hata viatu sikubamikia kwa matope, shati ni kama iko hata huwezi kujua mchanga imetoa wapi. Lakini asubuhi bibi yake shati mpya imepigwa, shati imepigwa pasi, trouser imepigwa pasi, kiatu imeng'ara, socks mpya, akitoka hata wewe sema ni yule mtu alikuwa amekunywa jana usiku. Anapita hapo baa alikuwa anakunywa. Namuuliza, kwani uko unafanya nyumbani? Anaambia nyinyi muamuna bibi. Bibi niko na bibi. Yes. Hii ndio bibi. Na haja nalalamika hata vile nilienda wewe nakuuliza wewe ufanye hivyo, huo bwana angalie miezi 6 huo bibi yake vile anafanya. Wewe unafikiri Elohim hataweza kumbadilisha nafsi moyo wake? Naambia atasema hata nyinyi mkizao mko na bibi, nyinyi hamna bibi. Bibi yangu hata mimi ni mlevi, lakini hata bibi ya pastor wewe hawezi fikia bibi yangu. Kwa tabia ya bibi yangu ni ya neno. Na hawezi jibizana na mimi. Na huo mtu ambaye unaona aamini atasema sasa nataka hiyo pastor umeandaka kwake kanisa. Hapo umeamini? Twende nikasikie kama wewe. Inawezekana. Elohim anaiwezesha. Yes. Kwa sababu yeye amesema bila neno atapata kuamini. Kwa hivyo wacheni tuwe wa kuzingatia neno, wacha neno likafanye ya kutuumba katika mawazo yetu na mioyo yetu. Kile tutaweka ndani yetu ndicho tutakuwa. Tutakuwa wenye haki kama tutakuwa na hiyo haki ndani yetu na kuifanyisha kazi na kuiamini na kufanya kulingana na neno la Elohim.
ndio watu watasema unaona huyu ni mwenye haki. Huyu hata hiyo ongo mnaongea hapo. Hiyo story hata ukilete hapo, hiyo biashara tu itaharibika. Hata kubali, ataachana nayo. Yes. Kwa nini? Unashakutambua wewe ni mtu sambuliga. Vile ndugu yetu anatufunza hapa kila wakati. Kwa hivyo Elohim akapate kuwabariki. Tukapate kuwa ni watu wa kuzingatia ile neno. Isikuwe tu ukitoka hapa wewe umesahau umekuwa mtu mwingine. No. Zingatia hata kwa yale mambo ya kawaida. Hii neno tunapokula unaenda ulimwenguni kuishi. Lazima sasa pale ukakuwe wewe ni mwanga. Wewe ni nuru. Wengine wakisema hii mambo inakuanga hivi unaambia wewe wanajua. Paka msimamo wako with the time. Hata utakuwa unaongea watakuwa nasema huyu hapana. Kwa hii mambo huyu hapana. Kwa nini? Washakutambua. Wewe ukuangi mtu wa kulegeza kamba mahali ambapo wewe umeshikilia. Kwa hivyo wacha Elohim akapate kuwabariki. Mimi nifikie hapo nimruhusu ndugu yangu pia nene kidogo na Elohim apate kuwabariki. Asanteni.